nina habari njema ambayo nataka nikuibie siri hii kwa kipindi ambacho unachopitia sasa hivi na changamoto unazozipitia ama kuna majaribu ambayo leo inapitia. Watu wengi wameumia, wamevunjika moyo kwa sababu ya kile ambacho wanachokipitia leo hii. Kwa sababu unakuta hana mtu wa kuweza kumtia moyo. Lakini leo hii naomba nichukue nafasi hii nikutie moyo wewe mpendwa unanifuatilia leo hii. Hakuna jaribu ambalo linakuwa linaendelea, lazima linakuwa na mwisho wake. Leo hii nitaenda kukupatia masomo ambayo yataenda kuwa msingi wa maisha yako, ambapo ukiona kwamba unapita kwenye changamoto hiyo, utatiwa nguvu na utasimama tena. Nikuibie siri moja. Kuna mambo mengi ambayo yanatendeka kwenye jamii na vitu vingi. Kuna watu wengine wanakudharau, kuna watu wengine wanakusema vibaya, kuna watu wengine unakuta unatukanwa, kuna wakati mwingine unapitia changamoto ngumu sana. Au wewe ambaye unanisikiliza umeokoka, umempokea Yesu, lakini unapita kwenye majaribu magumu mno sana. Sasa nikutie moyo mpendwa. Hakunaga umeelewa, mtu ambaye anaweza kutembea bila kujaribiwa. Umeelewa? Lazima ujaribiwe ili waangalie kwamba je, uko sawa sawa katika imani. Umeelewa? Muangalie mtu mmoja mtumishi wa Mungu anaitwa Ayubu. Soma ya Ayubu mstari wa kwanza na ule mstari wa pili. Ukiona vile alivyokuwa anajaribiwa, mstari wa kwanza tunaona familia yake inaguswa hapo, inapigwa na vitu vingine, lakini ukiona mstari wa pili anakuja kupata jaribu la mke wake pia. Anamwambia sasa, Mungu gani unamtumikia? Si umwache sasa mkufuru. Umeelewa? Kwa hiyo kumbe kuna majaribu mengi ndani ya maisha yetu. Lakini nirudie siri moja. Kuna neno ambalo mimi kwangu ni msingi na wewe pia litakujenga katika maisha yako. Na mimi naomba nikusomea hapa. Soma ule waraka wa kwanza wa Korinto. Umeelewa? Ambao Paulo aliuandika ile sura ya 15 mstari ule wa 13. Anakuambia vijaribu haliwakuwapata nyinyi. Yani neno litamu sana. Jaribu haliwakuwapata nyinyi. Anakuambia isipokuwa lililo kawaida ya mwanadamu. Yani sikumbe tunaona majaribu haya tunapita sisi ni ya kawaida kwa mwanadamu. Yani tunapita yani mateso tunayopitia, kudharauliwa, kutukanwa, kusemwa, sikufanyaje, yani kutengwa, kumbe ni kawaida kwa mwanadamu. Si umeelewa vizuri? Kwa hiyo usikate tamaa mpendwa, ukaona kama baba amenitenga, mama amenitenga. Nikwambie kitu moja, ni bora wanadamu wakutenge pasipo Mungu kukuacha. Si umeelewa vizuri? Akwambia ila Mungu ni mwaminifu. Mungu anasema ila Mungu ni mwaminifu. Paulo anasema kwamba Mungu huyu tunayemwabudu ni mwaminifu, hajawahi kukuacha wewe upite uaibike, upite kudharaulike. Anakwambia yeye ni mwaminifu. Anakwambia ambaye hata waacha. Umeelewa? Hata waacha mjaribiwe kupita, umeelewa? Ujaribiwe kupita uwezavyo, vile uwezavyo. Si umeelewa? Akwambia lakini pamoja na ile jaribu, akwambia atafanya na mlango wa kutokea. Mpendwa unanisikiza au unanifuatilia? Kumbe jaribu linapaswa kuja, lakini alikuachi yani ujaribiwe paka kupitiliza. Lakini Mungu anafanya njia au anafanya mlango wa kutokea kwenye hiyo jaribu. Umeelewa? Wa kutokea kwenye hiyo jaribu. Kwa hiyo nikuibie siri moja. Usikae kuanza kulialia. Usikae kuanza kusema mimi ndugu amenitenga. Au na kwamba kumbe kuna mlango mwingine utafunguliwa wewe kutoka, wakutukane leo lakini kesho utaenda kuheshimika. Sema amina. Wakikuuzi leo utaenda kuheshimika. Sema amen. Navuka kwa jina Yesu. Walikudharau leo, nakwambia Mungu ataenda kuheshimisha kwa kiwango kikubwa sana. Sio kuna mtu mmoja amenielewa hapo? Kwa hiyo nikuibie siri moja. Kumbe kuna wakati tunapaswa kujaribiwa. Sasa mtu anajiuliza, sasa huyu anayetujaribu nani? Naenda kuonyesha mtu anayewajaribu nyinyi nani. Kwa sababu kuna wakati mwingine unajiuliza, mimi najaribiwa, mimi sijui nimekuaje, mimi napita kwenye changamoto hizi, lakini hujui mjaribu ni nani. Umeelewa mpendwa? Ninaomba usitoke kwenye channel yako, ninaomba uwasikilize paka mwisho. Unajua siku zote mwanafunzi wa Yesu ni yule anasikiliza paka mwisho.
na akisikiliza anakuwa anajifunza. Sio, umeelewa vizuri? Okay, nasoma Yakobo sura ile ya kwanza mstari ule wa 12. Akwambia heri mtu yule astahimilie majaribu. Kumbe heri wewe unanisikiliza unayestahimili majaribu. Kumbe kuna baraka ndani ya kujaribiwa, na unavyostahimili majaribu kuna vitu vinafanyika. Sio, umeelewa? Tuendelee hapo. Anaambia hivi, kwa sababu ukiisha kukubaliwa utaipokea taji ya uzima. Kwa kumbe ukishawisha kukubaliwa lazima upokee taji la uzima. Taji la uzima. Kwa kumbe hauwezi kupata taji mpaka upitie haya majaribu. Umeelewa vizuri? Nataka nikutolee mfano mmoja. Huwezi kwenda kwenye interview, kwenda kutafuta kazi pasipo kwenda kufanyiwa majaribio. Yaani watu wa kujaribu, wakuone kweli unafaa kwenye hiyo sekta. Wanakaa wanafanyia interview. Kumbe kwa Mungu nao kuna sehemu ya interview, lazima ufanyiwe interview. Sema rakatayapa likamana nerikanarama. Okay, anakwambia Bwana aliowaahidi wampendao. Umeelewa? Kwa hiyo wale wanaopokea taji ni wale ambao Mungu aliwaahidi wampendao. Akwambia mtu ajaribiwapo asiseme ninajaribiwa na Mungu. Mungu akataa. Mungu hajawahi kumjaribu hata mtu. Mungu mwenyewe amesema sijawahi kumjaribu mtu. Ndio maana mtu mwingine akwambia mimi najaribiwa na Mungu. Mungu amekataa, hajasema hajawahi kumjaribu mtu. Sasa ni nani anayetujaribu mpendwa? Leo nataka nifundishe jambo moja. Uone kwamba ni nani ambaye leo hii anakujaribu wewe. Sio, umenielewa vizuri sana? Anakwambia hivi, maana Mungu hawezi kumjaribu na uovu. Umeelewa? Anakwambia wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Anakataa hilo. Akwambia hata yeye mwenyewe hawahi kumjaribu mtu, kwa sababu Mungu mwenyewe alikuumba kwa upendo mwenyewe, akakutengeneza vizuri sana, akakuweka ili umiliki. Alafu leo hii tena haje yeye mwenyewe hakujaribu. Mungu hajawahi kufanya hivyo, pendwa. Umeelewa? Kwa hiyo unavunjika moyo wewe mwenyewe tu, unakata tamaa ni wewe, lakini kumbe kuna kupaswa, unatakiwa uvumilie. Maandiko yanasema atakayevumilia mpaka mwisho ndio ataokoka. Kumbe tusipoweza kuvumilia huwezi kuokoka. Rikapayama. Okay, tuendelee hapa. Anakwambia lakini kila mmoja hajaribiwapo na tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Kumbe Mungu hajaribu mtu, lakini jaribu linakuja pale wewe unapoingia tamaa. Mungu hapo hayupo. Unatamani gari, unatamani nyumba nzuri, unatamani maisha mazuri, mwanamke, binti. Mwisho wa siku unafanya kazi ambazo hazifai. Unauza mwili wako kwa ajili ya kujitafutia fedha. Unafanya vitu vya nasa kwa ajili ya utafute fedha. Unafanya vitu ambavyo havifai. Vijana sasa hivi tumeona vijana kama wanawake pia wapo, yaani wanataka maisha mazuri, wanafanya vitu ambavyo vipo nje ya maadili. Ndio maana leo tunapata mashoga. Umeelewa? Kwa sababu ya kutokuwa watu wapambanani. Hakuna mtu ambaye anataka kupambana kwa jasho, anataka kula vitu laini. Mungu atusaidie kwa kweli. Na wewe kama unaelea mtoto wako hivyo, unapaswa ubadilishe. Umeelewa? Kwa wakati mwingine sasa, jamani, Mungu mmenipa mtoto jaribu, kumbe ni wewe mwenyewe, tamaa zako. Leo nataka nikuibie siri moja. Kumbe tunajaribiwa kutokana na tamaa zetu wenyewe. Mungu mwenyewe hayupo hapo. Kashasema yeye hayupo. Sasa wewe unajiuliza kuna kitu gani hapo? Ngoja uende mstari wa 15. Anakuambia halafu ile tamaa ikiisha chukua mimba, anakuambia tena huzaa dhambi. Alafu anakuambia na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Narudia tena, akwambia hivi, alafu ile tamaa, yani tamaa ulionayo, tamaa hiyo, akwambia ikiisha chukua mimba, yani tamaa inabebaga mimba, tena miezi 9 naye inaenda. Inawezekana hata mwaka inaenda na wewe, inakubembeleza. Akwambia ikizaa dhambi, ikishachukua mimba,
yani huzaa dhambi. Si umeelewa vizuri? Alafu akamwambia hivi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Yaani ushaingia kwenye majaribu mengi, unatembea huku unatafuta hela, unafanyaje? Unaiba, unafanya uzinzi, unafanya vitu vingi, unafanya uchafu wote kwa ajili ya kutafuta fedha. Unaona vijana leo hii wanataka maisha mepesi. Leo hii vijana wanataka kwenda, yani wanataka waende maisha ambayo yani ya anasa. Kwa sababu unakuta anafanya vitu ajabu, anakuta anajiunga kwenye vyama ambavyo havieleweki. Mwisho wa siku anaingia kwenye mauti kwa sababu ya tamaa zao zenyewe. Kwa tunaona kila majaribu yanatokana. Nikuibia siri mpendwa, hakuna mtu ambaye alidumu kwenye jaribu. Ninataka leo jioni ya leo, nyosha mikono yako juu namna hii, sema Bwana Yesu, ninakukimbilia wewe. Tazama moyo wangu ulianguka ukarudi nyuma. Leo hii nimekugeukia wewe Bwana. Ninatamani leo nibadilishe maisha yangu. Natamani leo nibadilishe maisha yangu, nibadilishe mtazamo wangu. Maana tazama, nilikosea kwa sababu nilianguka kutokana na jaribu nililolipata. Tazama, nilipata jaribu ambalo gumu, nikashindwa kutoka, nikaingia kwenye dhambi na dhambi ikachukua mimba, na sasa hivi naomba e Bwana, kupitia hiyo dhambi ninaomba e Bwana ufute kila jambo lolote, ufute. Ninaomba e Bwana, maana usema nitapokurudia dhambi yangu utaisamee na utoikumbuka. Ninaomba e Mungu nirekebishe leo. Ninahitaji leo nikufuate, ninahitaji leo nisimame na wewe. Naitamani leo Bwana, sehemu ambapo nilipo na wewe uwepo. Ninatamani e Bwana unitetee, unipiganie Bwana. Ninatamani nishinde jaribu langu, ninatamani nishinde jaribu langu. Ninaomba e Bwana unifungulie malango, kila lango ambalo lilikuwa ndani ya maisha yangu ambalo limefungwa, kwa jina la Yesu ikafunguke, kama vile Isaya ile 60 mstari ule wa 11, malango yangu yakafunguke katika jina la Yesu. Malango yangu ya uchumi yakafunguke, malango yangu yote yakafunguke yaliyofungwa. Kuna watu wameingia wakanijaribu wakafunga malango yangu ili nikuache wewe, niende kwenye madhabahu nyingine, niende kwenye madhabahu ya kiganga, niende madhabahu ya kipepo, nikuache wewe Bwana. Sasa leo nimetubu dhambi zangu, ninakurudia wewe Bwana, ninaomba unisamee Bwana. Kama kuna unaumwa, shika pale unapoumwa, shika mpendo unapoumwa. Ninakuombea leo, unaenda kufunguliwa leo. Kuna muujiza unaenda kupita sasa hivi. Ninabadilisha sauti yangu ikawe anointing, yani utaposikia kuna vitu vinaenda kubadilika katika maisha yako. Sema Bwana Yesu, ninakukimbilia wewe. Ninahitaji leo uniponye katika jina Yesu. Ninaomba unifungue kila vifungo walivyonifunga, vifungo vya magonjwa vilivyonikamata, ninaamuru leo viniachie katika jina Yesu. Viniachie leo. Toka ndani yangu. Huna mamlaka kwenye maisha yangu, huna mamlaka kwenye ndoa yangu, huna mamlaka. Ninakuamuru toka katika jina Yesu, toka kwa jina Yesu. Tazama, ninaongea na kijana mmoja kwamba anapoingia kwenye ndoa yake kuna vitu vinakata, yani kwa lugha nyingine umeme unakata. Ninaenda kurudisha kwa jina Yesu. Nisema Bwana Yesu, ninahitaji unikomboe ndoa yangu, ilinde ndoa yangu, ikomboe ndoa yangu leo kwa jina Yesu. Umeme uliokata urudi leo katika jina Yesu. Ninaomba Bwana Mungu akubariki sana, Mungu akulinde usiku huu, ukawe usiku baraka kwako. Ninakupenda sana. Naitwa Prophet Enoch Jamhuri. Ninaomba usubscribe channel hii iwe sehemu ya maisha yako, upate kujifunza vitu vizuri sana. Si umeelewa vizuri? Upate kujifunza vitu vizuri sana. Ninakupenda sana uweze kuelewa, lakini tuna mdau wetu pale ambaye anatusupport pia. Unapata vitu kama hivi pia, maiki, maboksi haya, yupo pale Kigamboni. Ukifika Kigamboni stendi, ukifuata hizi frame za kulia, una mtu anaitwa Jimmy, mtoto wangu wa Kilolo, lakini pia anatusupport pia, na yeye ndio anatusupport kwenye hii nanio. Kwa hiyo barikiwe sana, wewe nenda kumsupport pia, nunua vifaa hivi, pigie simu na vitu vingi vitakuwepo hapo. Naweka namba yake ya simu hapo, nitamtafuta. Mungu akubariki sana. See you, ciao.